Mheshimiwa Rais wa Kenya, wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, tunakuomba uwe unaelewa kila kitu unachokizungumza. Kitu cha kwanza, mambo ya kufindia watu ni vitu ambavyo tunajua kila kitu unazungumza ni uongo. Hata mwaka jana ulisema unafindia watu, ukateua kamati yako ya ambao unasema hiyo ndio itaenda kufanya upelelezi, waangalie wale wanafaa kufindiwa na wameathirika kiwango gani. Wakati ile kamati ya kuangalia waathiriwa iko, unaleta kamati yako ya mlango wa nyuma kwa kundanganya wa Kenya. Mpaka yule mama aliyewekwa wa kusimamia ile kitu ya kufindia watu akaona anasumbuliwa na wananchi, akanjiondoa, akaona hakuna kitu iko hapa, na umeanza kufindia watu tangu mwaka jana. Sasa leo unakuja kusema utafindia tena, utafindia wapi? Hii ni mambo ya kusarakazi za kundanganya wa Kenya, na ninaomba Mheshimiwa Rais ujue sisi tumekuelewa wewe ni mtu muongo. Ahadi zako utimizi hakuna hadi unatimiza hata moja. Kwa hivyo ninaomba Wakenya mfunguke macho na muangalie yale mambo yanayofanywa na rais wetu ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya na taifa letu. Ni kiongozi ambaye ni mdanganyifu sana. Mwanzo ukiangalia ahadi zake zote ni za uongo. Hakuna ahadi ambayo anatekeleza hata moja. Njuzi anatundanganya mwaka jana tarehe 31 Disemba. Anatuambia tarehe 6 wanafunzi wakiingia shule pesa nimepeleka huko. Watoto wa grade 10 walipofika kule ilikuwa ni shinda, wanafukuzwa. Wakati alikuwa anazungumza hivyo wazazi walikuwa hata washanjipanga, washanunua kila kitu, na wale waliokuwa hawana walipoenda pale hakuna pesa imewekwa kwa shule. Kwa sababu ulikuwa unaongea vitu za mdomo, budget ishatoka, pesa zimetengwa zile 26 bilioni ambazo ni za kulipa ndani la mwaka jana. Kwa hivyo naomba Wakenya waelewe rais wetu ni muongo. Na hata yeye mwenyewe anajua ni muongo. Simdanganya, anajua ni muongo, ukweli anajua ni muongo kabisa. Nikizungumza mambo ya Riginji, naomba watu waelewe. Rigathi Gachagua ni kiongozi, ndio maana anaongelelewa kila wakati. Na yale mambo anaofanywa kule Mheshimiwa William Ruto anajiharibia. Kwa sababu gani? Hauwezi ukaleta polisi na magari na silaha na polisi wanajulikana, kisha waziri anakuja kusema eti wanaenda kuchunguza. Yaani sisi ni kutufanya sisi wa Kenya ni wajinga, wakati umetuambia wajinga walisha Kenya. Unatuambia tena sisi ni wajinga kwa njia ya kutekeleza vitendo viovu. Kwa hivyo ninaomba Wakenya mfunguke macho, mjue Rigathi Gachagua ni kiongozi mzuri na ambaye ana maono ya kusaidia taifa letu la Kenya. Kwa heshima ninawaomba Wakenya muwe macho na muelewe hii mambo yote William Ruto ambaye ni rais wetu anayofanya. Yeye akienda kufanya mikutano yake hata ingia kanisa lipi hakuna shinda. Lakini ukisikia kiongozi upinzani kama Rigathi Gachagua ameenda mahali, serikali inakuja kuvamia, wanajifanya ni mangunzi. Hizi zote ni sarakasi ili watu wasiende kuitika mikutano ya Rigathi Gachagua, wala watu wasihudhurie kwa sababu wataogopa kuuawa na kupigwa tiangasi. Wakenya ninawaomba muangalie vile nchi yetu imeharibiwa na president ambaye tuko naye wa leo hii. Na muwe macho, mjiandae na kura zenu. Na ninawaomba mjue kura ndio silaha kubwa ya kumuondoa Mheshimiwa William Ruto ambaye ndiye rais wa sasa, aondoke aende nyumbani. Na msije mkandanganywa na propaganda za uongo. Hata njuzi yenyewe nimeona akizungumza akindanganya wa Kenya leo jioni. Uchukue simu yako, hautaenda kujiandikisha wapi na wapi. Eti kuna pesa anatoa ya empowerment. Ile yote kuna mtu amepata pesa wa Kenya? Kuna mwenye amepata hata shilingi? Wale watu walikuwa wanashangilia kwa mkutano ni watu wa kubebwa na kupelekwa. Kila mtu anajua, na wale walibeba wale watu na kuwalipa wamejieleza wazi. Na hata maandamano inaweza ikashuhudiwa kama siku ya leo ama kesho. Hizo sehemu walikuwa wanafanya mikutano kwa sababu mangapa wametumia pesa kuchukua watu wa bonda waende kushangilia mkutano ambao inafanywa na viongozi wa leo ambao ikiwemo Mheshimiwa President ambaye ndiye rais wa Kenya wa sasa. Kwa hivyo ninawaomba mjue safari hii tunataka kuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto naye akipigwa tiangas akienda kupinga matokeo ya uchaguzi. Kwa sababu ninajua hapo kuna uwezekano mkubwa na yeye akasema njooni tuende tukapinga uchaguzi kufanyika wa huru na haki, kwa sababu atashindwa na kura zaidi ya milioni 2 na. Kwa hivyo ninaomba Wakenya kura zenu mziandae. Kila mtu anjipange na kura. Mjipange na kura, tumpeleke Mheshimiwa William Ruto nyumbani. Aende nyumbani, aone vile Wakenya nchi inavyopelekwa, aone nchi iende vizuri kama vile amepata
taifa letu likiwa limeimarishwa na rais mstaafu ambaye aliyopita Uhuru Kenyatta. Asanteni sana. Mheshimiwa, nashukuru sana Mwenyezi Mungu kuniweka uhai ni mpaka saa hii, na namuomba sana Mungu aniweke mpaka 2027. Mjioneni maajabu. Mheshimiwa, mimi nakushangaa ukiwa kwenye floor ukiambia Wakenya wakusaidie wachukue kura, badala ya kuambia watu wa Mlima Kenya wachukue kura waambie Wakenya. Na nyinyi mko wengi. Wajua mwanishangaza kila mahali. Mwazunguka mkiomba kura za watu za kaskazini na nyinyi mko wengi. Wacha nini na sisi uchache wetu? Mbona mwatusumbua akili? Nyinyi wengi, kaeni kivyenu. Bwana lazima mkuje kwa wachache. Wacha kuuti watu akili. Nyinyi ni wengi, tumekubali. Nimekupatia mfano tu hapa Mbeere. Hapa Mbeere tumewapika 3-0. Mnasema ndio mlikuwa mchachipanga. Chipangeni tuwataka 2027. Mheshimiwa, nikija kwenye mata kwa saa hii. Dr. William Samoei Ruto ni daktari kweli. Na ni mtu msomi, amesomea kutunga watu shindano. Na sio watu, ni wanasiasa, amesomea siasa. Wewe wachukua Rigathi, mtu mwenye ambaye ametoka huko TO. Wamefanya tu kumchukua kama mzigo mahali wakimweka mahali fulani. Wakuja kuniambia anapishana na mtu mwenye ambaye ameanza 1992. Hata wewe mwenyewe sijui kama ulikuweko. Wajua wastaajapisha watu kwenye media. Wacheni vitu kondoko. Ruto ni mtu mwenye ambaye tuwezi kukombea na yeye na Rigathi. Dr. William Samoei Ruto, na kuomba rais wangu wa Kenya, tafadhali kaa chini na Martha Karua. Kaa chini na Martha Koome. Rizu huyu mtu akuje uwanjani. Umuonyeshe kivumbi wewe umeanza mwaka kani. Ili akuamini. Ukimwacha huko atasema sikukua. Ningekuwa mimi mwenyewe hata ningempita huyo Ruto. Mwachilie aje uwanjani. Wakenya wenyewe tuamue. Kwa nini tusumbuane? Kwa nini mmpania huyu mtu? Istiri pata atakusumbua. 2027 atakusumbua. Mwachilie akuje. Tumuonyeshe Wakenya wenyewe tumechoka na yeye. Kwangu mimi mheshimiwa, hata kama nina kura moja, na kuomba uje uchukue kura yangu. Kitambulisho changu kae nacho State House. Ile kura nyingine nitatafuta mimi mwenyewe. Nikuongezea nitakupiga kura 2. Hiyo ni wizi tosha. Mheshimiwa, kuhusu Rigathi ndani ya kanisa, sijaona mtu mwenye ambaye amempika. Ni yeye mwenyewe anafanya kujabdaki. Hakuna aliyemfahamia. Wacheni vituko mbalimbali. Rigathi chenye ambacho anafanya, hajalipa watu wake pesa. Ndio wenyewe wanamfahamia yeye mwenyewe. Hajalipa watu wake pesa. Haiwezekani mimi nikuwe mgigi, halafu mgigi acha anipike mimi. Makosa yangu ni nini? Hakuna aliyekupiga huyu mtu, ni watu wake wenyewe kwa sababu hakuwalipa pesa. Na iwapo hujanipa pesa, ni haki yangu nikutai pesa zangu. Hapo polisi hausiki, serikali haihusiki. Serikali hapo katikati haihusiki. Ni wao wenyewe kwa wenyewe wamepikana watu wake. Yeye hakulipa watu wake pesa. Amemobilize ya kulipa. Ndio maana yake wanapikana. Waheshimiwa, upande wa Yoweri Museveni, ndugu zangu, ni Yoweri Museveni aachane na kazi aende nyumbani. Hiyo kitu inaniudhi. Kwani huko Uganda hakuna vijana wengine? Huko Uganda hakuna mtu aliyesoma? Kila kazi wanajipatiana tu kwa familia, wanazunguka tu kwa familia. Tazama na hapa Kenya, mimi sioni utofauti. Vijana wanaumia kwa sababu uongozi mnazungusha tu kwa hiyo familia. Mtu ana mabilioni, mwampatie kwa hiyo familia. Tazama mtu na Uganda. Sio ni uongozi wenye ambao sisi tunaongozwa huko. Wale wa Uganda sio ni uongozi wenye ambao wako nao. Si uoni? Sasa ukiletea Yoweri Museveni kwa nchi ya Kenya, mimi ni mdiscuss. Ndamdiscuss na nini mwanzo? Yeye mwenyewe ni president, mkuu wa majeshi ni mtoto wake. Bibi yake sijui ni waziri wa nini. Sijui mjomba wake, serikali nzima ni watu wa kwake. Sasa huyo mtu sijui tunadiscuss kuhusu nini? Hiyo ni familia tupu yenye iko kwa serikali. Haina haja tusumbuane na watu kama hao.
Tuangalie Kenya vile inavyoendelea. Tusivuke kwa wenyewe, tukae kwetu nyumbani tuangalie makosa yenye yako nyumbani. Mheshimiwa, hata sio chenye mimi nitachangia zaidi ya hiyo. Na useme unapata pesa